Msichana alikuwa akijaribu kuwakimbia wachumba wake kwa kasi ya kilomita 200 kwa saa. Alipompita mwanamke, uso wa mwanamke ulichafuka kabisa. Hata wachumba walistaajabishwa. Kisha msichana alikimbilia kwa mwalimu wake na kujificha nyuma yake. Wachumba walipofika hapo, msichana akawasha uwezo wake wa kuona kupitia X-ray. Aligundua kuwa mmoja wa wachumba hakuvaa chupi. Kaka mdogo alijificha. Mwalimu alikasirika sana alipoona hili. Alidhani msichana alikuwa mwerevu sana. Kwa hivyo mwalimu akatoa hirizi na akamtuma msichana ulimwenguni kwa ajili ya uzoefu. Msichana alipokuja ulimwenguni, alihisi njaa sana. Wakati huu, daktari alipiga kelele kwa kipaza sauti kuwa mtu yeyote atakayetoa damu anaweza kupata chakula badala yake. Msichana kwa furaha alijipanga msafiri baada ya kusikia hili. Kabla ya muda mrefu, msichana alipata chakula kingi. Baada ya msichana kumaliza chakula, tumbo lake bado lilikuwa tupu. Wakati huu, daktari na walinzi wawili walikuja. Waliagiza kumchukua msichana. Ilibainika kuwa mwana wa mtu tajiri alikuwa mgonjwa sana, na walikuwa wakimtafuta aina inayofaa ya damu. Kwa bahati nzuri, aina ya damu ya msichana ililingana na ya mvulana. Walinzi walimleta msichana ndani. Kwa kushangaza, mara tu msichana alipomwona tajiri, akambembemaza na kusema kuwa tajiri ni baba yake. Tajiri alishangaa sana aliposikia hili. Lakini katibu wake wa kike alijua sababu. Ilibainika kuwa wakati huo Tita alibadilisha watoto kwa siri na mtoto wa tajiri ili kumfanya mtoto wake aishi maisha ya utajiri. Lakini alikuwa akimtafuta aina inayofaa ya damu kutibu ugonjwa wa mtoto wake. Wakati huu, alimbembemaza msichana kwa furaha. Hata hivyo, msichana tayari alijua ngozi yake kupitia nguvu yake ya kimungu. Msichana alimsukuma mbali kwa nguvu. Tajiri alidhani msichana hakutaka kutoa damu kwa mvulana. Kwa hivyo, aliwaambia walinzi wamchukue msichana. Baada ya hapo, msichana alianza kula chakula ndani ya chumba. Msichana alipowasha uwezo wake wa kuona kupitia lenzi za X-ray tena, aliona kuwa katibu wa kike alikuwa akimdanganya tajiri na kujaribu kumshika msichana. Msichana alitambua hila yake. Msichana aliamua kumadhibu vibaya katibu wa kike.